Bandari Tanzania, kama wote mnavyojua na kama ambavyo nilisema, uamuzi makini uliofanywa na Mheshimiwa Rais, iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari, na naomba nipigie mstari hili. Tuliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji, maanake wako baadhi ya watu wanapotosha kabisa, wanaenda kusema bandari ya Dar es Salaam imeuzwa. Hii bandari nilipo mimi hapa haijauzwa, iko chini ya serikali na mamlaka ya bandari Tanzania iko hapa. Mkurugenzi Abedi, hebu njoo waje wakuone hapa. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari ndugu Plasdus Mbosa hayuko hapa, yuko kwenye majukumu mengine. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam, yuko hapa. Bandari haijauzwa, bandari ni mali ya serikali. Uwekezaji huu uliofanywa na DP World na TEAGTL wale Adan mpaka sasa umeleta mafanikio yafuatayo. Bandari yetu ya Dar es Salaam imefanya ongezeko la shehena ambayo inahudumiwa katika bandari hii kufikia tani milioni 27.7 katika mwaka wa fedha wa 2024/25, na hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17 ikilinganishwa na mwaka wa nyuma yake tu, mwaka 2023/24 ambapo bandari ilihudumia tani 23.69. Manake ni kwamba tunaendelea kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda. Na Watanzania msisahau, hii yote imeongezeka kutoka huko tulikotoka kabla. Mwaka 2020/21 tulikuwa kwenye tani chini ya milioni 20 kwa mwaka, lakini sasa tunafika tani milioni 27.